Sasa hapa ni vizuri nikafafanua kidogo jambo hili. Said Issa Mohamed amekuwa makamu mwenyekiti wa chama chetu kama tulivyoeleza hapa kwa miaka 15. Said Issa Mohamed katika kipindi chote ambacho alikuwa kiongozi na mwenyekiti akiwa Mheshimiwa Freeman Mbowe hakuwahi kulalamika, na bahati nzuri mimi katika kipindi chote hicho nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Nimekuwa kwenye kamati kuu kwa zaidi ya takriban miaka 13. Ni katika vipindi vichache tu vya miezi kadhaa ndio sikuwa kwenye kamati kuu. Hakuwahi kuraise hoja yoyote kuhusiana na mgawanyo wa Zanzibar au Zanzibar kudhulumiwa au Zanzibar kuonewa au mapato ya chama kubase bara kuliko Zanzibar. Mama Maulida Komu ni muasisi wa chama kama tulivyosema. Amekuwa mwenyekiti wa bodi, na kwa maana hiyo bodi ndio wenye chama, wao ndio wanaogawa mapato. Mama Maulida Komu ambaye ni mwenyekiti hakuwahi kulalamika wala kutaka mgawanyo mpya wa mali za chama. Licha ya hivyo, hii kesi imekuja baada ya sisi uongozi mpya tuliopatikana tarehe 21 mwezi wa kwanza kuingia madarakani. Watanzania watakumbuka kwamba sisi tuna miezi kadhaa tu ofisini. Tulichaguliwa tarehe 21, kufika mwezi wa 3 wakamkamata mwenyekiti. Ina maana mwenyekiti amekaa kwenye madaraka akiwa nje kwa chini ya miezi miwili tu. Na sasa leo unaweza kusema ni takriban miezi 4 na sehemu tuko kwenye uongozi. Tangu tuingie madarakani hatujawahi kununua wembe au hata kijiko ambacho tungestahili kuwagawia Zanzibar, labda ionekane tumewagawia kwa kupendelea bara. Hatujawahi kuangalia mgao upya, labda redistribution. Labda mtu angesema kwamba sasa tumeingia uongozi mpya umebadilisha mgao ulivyokuwa unaenda. Kama ni ruzuku iliyokuwa inaenda Zanzibar inaenda vile vile. Kama ni mgao uliokuwa unaenda Zanzibar unaenda vile vile alivyokuwa Said Issa Mohamed, alivyokuwa Mama Maulida Komu na ulivyokuwa uongozi uliokuwa chini ya Mheshimiwa Mbowe. Sana tulichofanya, kuna magari ambayo yalitolewa au gari iliyotolewa kwa ajili ya Zanzibar, na kwa sababu lilikuwa linatumiwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu Zanzibar huku bara na akawa analitumia huku, sisi tumeamuru, uongozi mpya umeamuru livuke liende Zanzibar, litumike likiwa Zanzibar, kwa sababu naibu katibu mkuu aliyekuwa huku, aliyekuwa Zanzibar ni kama alikuwa anakaa bara. Kwa hiyo akawa anatumia hili gari likiwa huku bara muda wote ambalo lilipaswa kwa Zanzibar. Sana tulichofanya sisi, tumeamuru hilo gari livuke, ambao ni Ford mpya, iende Zanzibar, itumike ikiwa kule Zanzibar. Kwa hiyo hatujawahi kufanya mgawanyo mwingine wowote wa mali, labda kutazama au kufanya nini kama nilivyoeleza. Sasa inakuwaje watu ambao walikuwa kwenye madaraka, watu ambao ndio walikuwa wamegao, ndio waliofanya huu mgao, watu ambao ndio wamekuwa wanasimamia chama kikiwa hivi, leo baada ya kutolewa madarakani kwa njia ya kura waone kwamba huo mgawanyo sio sawa? Ndio maana tunasema hizi ni hila za serikali kwa kutumia hawa watu kujaribu kuzuia operation ya no reforms no election. Na hizi hila hazisimami peke yake. Mojawapo ni kumkamata mwenyekiti, nyingine ilikuwa ni kuzuia ruzuku. Mtakumbuka kuna kesi iko hapo inaitwa kesi ya Mchome iliyopelekwa kwa msajili wa vyama vya siasa. Hii yote ni kujaribu kudestabilize chama kishindwe kufanya shughuli zake, hasa shughuli za kusukuma hitaji la Watanzania ambalo kwa sasa ni no reforms no election kama tulivyoeleza. Na nieleze kwa kina zaidi, watu wengi wamekuwa wakisema kwa nini Watanzania hawajitokezi kusimamia mapambano, kuwa tayari kupambana. Lakini Watanzania walikuwa hawako tayari, kwa sababu kama watu wenyewe wanasiasa ndio hao wanasema hawako tayari kupoteza ubunge au diwani au vyeo kwa ajili ya Watanzania. Watanzania hao watakuwaje tayari kupoteza maisha yao kupambana? Watanzania wako tayari kuunga mkono
watu wanaopambania maslahi yao, ndoto zao. Sio ndoto za wanasiasa kupata ubunge, sio ndoto za wanasiasa kuwa marais, sio ndoto za wanasiasa kuwa madiwani. Watanzania wanaiunga mkono Chadema kwa sababu wanajua iko tayari kwa ajili ya mapambano ya kubadilisha maisha yao. Na hapo ndipo Watanzania sasa tunawaita wasimame na chama chetu